Naomba tufungue chuo cha nabii Isaya sura ya 61. Chuo cha nabii Isaya sura ya 61. Nitasoma mstari wa 3. Nitasoma kitabu cha Isaya 61 mstari wa 3. Maandiko yanasema, kuangazia hao walio katika Sayuni, wapewe taji ya maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito, wapate kutiwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe. Amina. Amina. Tumekuwa katika majira ya kupokea ahadi. Na neno ambalo Bwana ametupatia leo, anasema mpakwe mafuta ya furaha badala ya maombolezo. Haleluya. Muda wako wa kuomboleza umeisha. Mwambie jirani yako, muda wa kuomboleza umeisha. Haleluya. Ni neno la kinabii kutoka kwa nabii Isaya ambalo leo litakuwa hai katika maisha yako. Neno la Bwana huwa halimrudii bure. Ni lazima liyatimize mapenzi yake yote. Maombolezo yamekuwa ni maisha ya kawaida ya wanadamu. Walio na fedha wanaomboleza na maskini wanaomboleza. Walio na elimu wanaomboleza, wasio na elimu wanaomboleza. Walio na vyeo wanaomboleza, wasio na vyeo wanaomboleza. Wazee wanaomboleza na watoto wanaomboleza. Walio katika ndoa wanaomboleza na walio nje ya ndoa wanaomboleza. Kwa wanadamu wengi, maombolezo yanaonekana kama ni kitu cha kawaida. Ukiongea na watu wengi, atakwambia ndivyo Mungu alivyopanga. Tumefika hapa kwa sababu hatuijui njia ya kutoka kwenye aina hii ya maisha. Tuko hapa kwa sababu hatuijui kweli. Na tuko hapa kwa sababu hatujui anayeweza kututoa katika haya maombolezo. Wako wanaomjua Mungu na wako wasiomjua Mungu, lakini wote wanaomboleza. Tunaomboleza kwa sababu hatutaki kumpa Mungu nafasi anayoitafuta katika maisha yetu.
msiba wetu umezidi kuwa mkubwa, giza limezidi kuendelea sana. Tunajaribu nguvu zetu nyingi za kiubinadamu kutoka katika maombolezo. Tunatumia akili zetu sana kutoka katika maombolezo. Tunajaribu njia nyingi za kibinadamu kutoka katika maombolezo. Leo utaambiwa hivi, kesho utaambiwa vile, kesho kutwa utasikia hivi. Kuna baadhi ya mambo hayaondoki katika maisha yako isipokuwa kwa neno la Bwana. Kuna mambo hayawezi kubadilika mpaka Mungu mwenyewe amesema kwa kinywa chake. Hatuwezi kufika huko kama hatujazama katika kumjua Mungu. Na katika kuzijua nguvu za Mungu zinavyotenda kazi na wale wampendao Mungu. Kuna baadhi ya shida mlizo nazo zina mizizi mirefu sana. Zinamhitaji yeye ambaye anaweza kwenda chini akaenda akaung'oa ule mzizi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu katika huruma na katika rehema zake, kuna muda ambao huwa anafanya kwa huruma. Neema tuliopewa kwa sasa ni kutoka katika maombolezo. Mungu ni mwaminifu kwa neno lake. Na kwa hili neno utaenda kuona mambo makubwa na ya kushangaza yakitokea katika maisha yako. Ulimwengu tangu kuumbwa umekuwa na maombolezo, umekuwa na vilio. Na kwa kadiri siku zinavyozidi kwenda, wanadamu wanazidi kuwa na kiburi kwa sababu hawaoni njia ya kutokea.
Kiburi kinaongezeka kwa sababu wanatafuta njia zao wenyewe za kutatua matatizo ambayo hayatatuliki katika namna ya mwili. Haimaanishi kwamba baada ya hapa hatutaumia, hatutaumizwa. Lakini kila tutakapoumizwa tutakuwa na nguvu ya kuendelea mbele. Kila tutakapojeruhiwa tutakuwa na nguvu ya kuendelea mbele. Kila mabaya yatakapotokea tutakuwa na nguvu ya kuendelea mbele. Stefano alipigwa mawe mpaka akafa, lakini alikuwa na furaha mpaka anakufa. Paulo anasema ni nini cha kunitenga na upendo wa Mungu? Aliupokea aina ya upendo ambao hawezi kulinganisha na maumivu ya aina yoyote yaliyoko katika ulimwengu huu. Sijui kama mnanielewa vizuri. Kuna aina ya upendo wa Mungu ambayo hauwezi ukalinganisha na chochote katika ulimwengu huu. Kuna aina ya upendo ambayo inazidi fedha. Unaona fedha ni makaratasi. Kuna aina ya upendo ambao inazidi chakula. Unajua kuna watu nyama sio dili kwao, wala kuku wala pilau. Wanakula ili washibe tu. Kwa aina ya upendo walio nao na Mungu, hakuna chuki inayoweza kuwatoa mbele za Mungu. Hakuna ugonjwa. Yaani ukiwa na ugonjwa unasema ni swala la muda tu, huu ugonjwa utatoka wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie iko amani ya Kristo. Hata kama ukisikia watu wanachinjwa njia ile, unaweza ukaenda ukapita na ukavuka salama. Kwa amani ya Kristo. Watu wanasema huu ugonjwa utawaua watu, lakini kwa amani ya Kristo unasema sitachanjwa na sitakufa. Nafsi yako haijavishwa roho ya maombolezo. Katika maisha yetu hakuna hema la maombolezo. Kuna mahali ambapo Mungu anakupeleka, hautaomboleza tena. Mambo mabaya unayaona ni ushindi, na tena unayaombea yazidi ili yazidi kukupeleka mbali zaidi. Unajua kuna watu ambao shetani huwa anajuta kuwashambulia kwa sababu hawapungukiwi na mwendo, hawazimii njiani. Haleluya, haleluya. Hawafi mahali walipoanguka. Akianguka anasimama, anaendelea mbele.
Kuna watu ambao taabu za ulimwengu huu si kitu kwao. Kuna watu ambao mahangaiko ya ulimwengu huu si kitu kwao. Kuna watu ambao ukipita unalingia kitu wanakusikitikia. Bwana msamehe kwa sababu hajui alitendalo. Maombolezo. Je, Mungu atakuacha uomboleze milele? Yeye aliyesema nayajua mawazo ninayowawazia. Ninawawazia mawazo yaliyo mema, mawazo ya kuwapa furaha, tumaini na ushindi katika siku zijazo. Uko wakati wa kuomboleza na uko wakati wa kufurahi. Wakati wako wa kufurahi umefika. Tulikuwa na mwaka wa masahihisho toka Januari mpaka Juni. Tunaingia majira ya suluhisho. Utatembea kama suluhisho. Utaenenda katika suluhisho. Katika kila jambo ulilonalo, Bwana atakupa suluhisho. Kuna baadhi yenu kuanzia leo, Roho Mtakatifu ataanza kuzungumza na nyinyi katika taabu na katika shida mnazopita. Roho Mtakatifu atakupa siri kwa nini unakwama, kwa nini uendi mbele. Roho Mtakatifu atakwambia ufanye nini uweze kutoka mahali ulipo, uweze kwenda mahali ambapo ni bora zaidi. Amen. Roho Mtakatifu ataanza kukwambia kwa nini alikuleta na alikukusudia uwe nani. Roho Mtakatifu ataziongoza hatua zako. Nawe hautatahayarika, hautaogopa, hautarudi nyuma, hautatikisika, hautasinzia. Ni wakati ambalo utapewa suluhisho la matatizo yako. Ni wakati ambao Roho Mtakatifu atakushika mkono uweze kutembea naye. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu anajua kwamba wewe ni kipofu, maana matatizo na shida zimekufanya usiweze kuona mbele. Bwana Yesu asifiwe. Lakini utakapotembea atakushika mkono. Yeye atakuwa ndio macho yako. Yeye ndiye ambaye atakuongoza. Yeye ndio ambaye atakuvusha. Yeye ndio ambaye atakupeleka mahali ambapo nuru ipo. Oh, yes. Amini haya maneno. Kuna mambo umehangaika nayo kwa sababu ni kipofu. Kuna mambo umehangaika nayo kwa sababu ufahamu wako unashindwa kujua ufanye nini. Lakini yeye uliye naye anayajua yote. Yeye uliye naye ni kiboko ya mambo yote. Yeye uliye naye ni jawabu la mambo yote. Bwana anasema Koreshi, nitakushika mkono. Bwana Yesu asifiwe. Nitakushika mkono.
Nitakupeleka katika hazina zilizofichwa gizani. Nitayavunja makoromeo, nitavunja milango ya chuma ambayo ilikuwa imefungwa na makufuli ambayo ilikuwa yanakuzuia wewe usiende mbele. Ndipo utakapojua ya kwamba mtetezi wako yu hai. Ni majira ambayo Bwana atakufundisha. Utakapopita katika mitihani migumu, Bwana atakwambia, itazame taji niliyoweka mbele yako. Usiangalie haya ya sasa. Nimeweka ufalme mbele yako. Ni wakati ambao Bwana atawafanya wafalme waliokuwa juu yako waanguke mbele zako. Bwana anakuvika vazi la furaha. Anakuvua vazi la maombolezo. Hakutakuwa na kuomboleza. Unajua Mungu amekuwa mwema sana maishani mwako. Kupitia taabu na shida na maombolezo uliyopita, kuna vitu vikubwa ambavyo Mungu alikuwa anakufundisha. Kwa sababu anataka utembee katika ukubwa na katika ukuu ambao yeye amekusudia. Anataka ufanye vitu vikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia sasa chukulia vyote ulivyopita ni vidogo, kwa sababu uko wakati wa kuinuliwa ulio mbele yako. Uko wakati ambao waliokutazama mwanzo wakikutazama watakushangaa. Hakutakuwa na maombolezo. Katika hema yako hakutakuwa na maombolezo. Katika nyumba yako hakutakuwa na maombolezo. Katika maisha yako hakutakuwa na maombolezo. Katika huduma yako hakutakuwa na maombolezo. Katika afya yako hakutakuwa na maombolezo. Katika ndoa yako hakutakuwa na maombolezo. Bwana anasema wakati wa maombolezo umeisha. Ni wakati wa furaha. Nchi zilizotembea katika giza na katika bonde la mauti zimeiona nuru. Itakuwa kwako. Itakuwa kwako. Itakuwa kwako. Nchi za Zabuloni na nchi za Benjamin ambazo zimetembea katika giza na katika uvuli wa mauti ziliiona nuru. Bwana atakwambia, inuka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekujia. Haleluya. Haleluya. Ni wakati ambao ukisimama jangwani, Bwana ataupasua mwamba unywe maji. It's a time you become a miracle. Oh, yes. Jiandae, mambo makubwa yanakwenda kukufuata.
Jiandae, vitu vikubwa itakuwa ni sehemu ya maisha yako ya kila siku. Bwana anasema muda wa maombolezo umekwisha. Ni wakati ambao Bwana atakwenda kuachilia maono ndani ya watu, ndani yenu nyinyi. Kuna watu mtaanza kuona maono, mtaenenda kwa maono, mtakuwa watu wa maono. Kupitia maono Bwana atakusemesha, na katika ndoto Mungu atakuelekeza. Usijali kuhusu chakula, kunguru atakulisha. Wewe ambao ulikuwa na mashaka na chakula, kunguru atakulisha. Mataifa yatakujenga. Unajua ni kama tuko hapa Ni kama tuko hapa, lakini hatuko hapa. Tuko mlimani Bwana. Katika mlima wa Bwana yote yanawezekana. Hili neno ni unabii katika maisha yako. Kuna vitu vinakwenda kuzaliwa ndani yako, vitakushangaza. Kama kuna mtu leo alikuja na ukimwi, huo sio ugonjwa, hata uona tena. Kama kuna mtu alikuja na kansa, huo sio ugonjwa, hautauona tena. Ulikuja na kisukari, ulikuja na pressure, huo si ugonjwa, hautauona tena. Hawa wa Misri mnaowaona leo, hamtawaona tena. Unajua jana usiku Yesu alikuwepo hapa. Kuna watu watatu ambao walimuona Yesu hapa. Alikuwepo hapa. Katika maombi ya mkesha, watu watatu walimuona hapa live. Maana yake nini? Nataka nikwambie, mshukuru Mungu haukuchelewa kuja mahali hapa. Kuna neno moja katika Isaya
linasema ujana wenu utarejeshwa kama tai. Tai ni mnyama wa ajabu sana. Tai anaweza akapukutika manyoya. Ukimkuta tai amepukutika manyoya, usifikiri ndo mwisho wake, yataota tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nitoe unabii kwa habari ya tai ndani ya watu walioko mahali hapa. Oh, yes. Kuna watu mliowatazama manyoya yao yataota tena. Amen. Kuna watu ambao mliwaangalia lakini wataruka kwenda juu zaidi kuliko ndege wa aina yoyote. Oh, yes. Kuna watu ambao katika umbali walioko wataona mbali kama tai. Oh, yes. Unabii huo unakuwa confirmed. Ukiona hivyo jua imepigwa muhuri. Hallelujah. Unatakiwa uamini tu. Bwana Yesu asifiwe. Maneno ni mawili, amini tu. Hebu mwambie jirani yako amini tu. Amini tu. Mwambie ujana wako unakwenda kurejezwa kama tai. Ujana wako unakwenda kurejezwa kama tai. Maisha yako yanakwenda kurejezwa kama tai. Maisha yako yanakwenda kurejeshwa kama tai. Ulivyoviona vimekufa, Ulivyoviona vimekufa, vitafufuka. vitafufuka. Ulivyoona vimepotea, Ulivyoona vimepotea, vitarudi tena. vitarudi tena. Ulivyoona vimeibiwa, Ulivyoona vimeibiwa, jua kwamba vinakwenda kurejea kwamba vinakwenda kurejeshwa. tena kwa kipimo kilichojaa na kusukwasukwa. Oh, yes, I receive. Amen. Bwana anasema hautaikumbuka tena miaka ya taabu. Oh, yes. Hautaikumbuka miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu. Oh, yes. I will make you a warrior. Amen. I will make you a mighty nation. Oh, yes. Ni wakati wa wewe kupokea tuzo kutoka kwa Bwana kwa uvumilivu, kwa unyenyekevu, kwa kujitoa, kwa kumpenda na kumcha Bwana. Wingu ambalo utakwenda kutembea nalo kuanzia leo, kila atakaye kuona atakushangaa. It's time. Mwambie mwenzako ni wakati wangu. Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza atazifunua nguvu zake na uweza wake kupitia maisha yako. Atatambulika kwa nguvu na uweza kupitia maisha yako. Ataonekana kwa nguvu na uweza kupitia maisha yako.
ahadi. Nyinyi ni wana wa ahadi. Ahadi zote katika afya mtatembea nazo, katika elimu mtatembea nazo, katika uzao mtatembea nazo, katika utumishi mtatembea nazo, katika uchumi mtatembea nazo. Amen. Juu ya uzao na watoto wenu mtatembea nazo. Oh, yes. Ahadi zote. Mtatembea nazo. Mashariki itakujia, magharibi itakukimbilia, kaskazini itakufuata, kusini itakuwa pamoja na wewe. Mungu wa majeshi ndiyo jina lake. Mungu wa majeshi ndiyo jina lake. Haleluya. Wangapi wako tayari kwa ajili ya ahadi? Leo si siku ya maneno mengi sana.